Habari, mimi ni Umi Fitness. Leo nitaenda kuonesha mazoezi manne ambayo yatakusaidia wewe mtu ambaye unapata maumivu ya bega wakati unafanya overhead press au underhead press au chochote ambacho kina involve press. Zoezi la kwanza utahakikisha unaenda kuimprove strength, kuongeza nguvu ya bega lako. Kwa mfano, unaweza kutumia bendi kama hii, unaweza kutumia bendi kama hii kama utakuwa nayo. So hatua kwanza utahakikisha elbow yako ipo pembeni ya mbavu. Utaweka hapa na kujitahidi wrist inaenda outside. So unajitahidi kuvuta nje, ende nje. So like this. Utakaa sekunde 5. Kama upati maumivu unaweza kuleta hapa. Lakini kama utapata maumivu kisha tu unaishi hapa. Okay? Then utahidi kuileta pembeni. Okay? Na hii maybe inaweza kaa inakusumbua. So unaweza ukaja ukachukua dumbbell and then up. Okay, kwenye bega ambalo linakuwa linauma. Kumbuka bega lako linauma kwa sababu ya unnecessary maybe movement wakati tunafanya ulikosea. So unatakiwa utengeneze stability. Stability ni uwezo wa kufanya zoezi huku ukipunguza zile unwanted movement ambazo hazihitajiki. So utatumia kettlebell. So utaiweka hapa. Okay? Hii ita improve sana stability ya ndani yako, ita activate misuli ambayo ipo karibu na joint zako za mabega. So itajitahidi inapinda na jitahidi iko hapa, usipeleke nje na anza kupeleka juu taratibu. Okay? Epuka kutoa huku nje, hapana. Anza kuipeleka taratibu. Hii ni kilo 12. So ipeleke taratibu. Wakati unacheza wakati unajitahidi kupunguza hii mtetemo in upate stability yenyewe. Lengo la kuweka stability ni lazima uongeze stability environment. Ndio hii uzito wake. Ukiwa ulikuwa unaweza kuchukua dumbbell lakini dumbbell haiwezi kukupa stability movement. Zoezi jingine la muhimu, barbell without nani. Hakikisha mikono yako usitoe hivi ukafanya hivi, no, itakuletea maumivu. So hakikisha elbow zako ziko hapa ndani and then una press all the way juu. Okay, nice and slowly all the way juu. Unahakikisha unahesabia sekunde 1 mpaka 5 wakati zinainuka juu. Usifanye haraka like kufanya kumaliza like this. Hapana. So like nice and slowly. Naamini umejifunza kitu kwenye maumivu ya shoulder. Fanya hivi kabla hujafanya mazoezi yako ya shoulder and we are moving.